Na nichukue nafasi hii moja kwa moja nikatafakari. Nina kitabu hiki kidogo, soma imeandikwa nini? Somo la ibada ya sikukuu maalum za kanisa. Sema somo la ibada ya sikukuu maalum za kanisa kulingana na neno la Mungu, Biblia. Biblia ikisema imesema. Asubuhi nilizungumza, tuna shida kubwa walokole, wakati mwingine ukiacha kuhubiri shida za wengine, ukiwapeleka kwenye utaratibu wanasema sisi ni wa kiroho, mambo hayo hayahusu. Wangapi wamewahi kusikia hivyo? Mambo hayo, hata ukimkuta mtu kule mjini siku kama hii anasema mimi ni wa kiroho, leo sijajisikia kwenda kanisani. Hivi kweli hii ni akili sahihi? Hapo Roho wa Mungu yuko na wewe kweli? Ukiwapeleka kwenye utaratibu wanasema sisi, ukiwapeleka kiroho wanasema tunataka utaratibu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, mlioko katika ibada hii, naomba hii maiki ichukuliwe kwa ajili ya kusoma Biblia huko ili na mimi nisikie. Ningetamani kuzungumza na wewe jambo kubwa la muhimu katika sikukuu hii. Ambayo ni nia kujivika silaha. Sema kujivika silaha ya nia ya Yesu Kristo. Watu wako makanisani hawana nia ile ya Yesu Kristo. Kilichomtoa Yesu mbinguni kuja duniani, kilichomfanya Mungu kumtoa mwanawe Yesu kwa ajili yetu ni nia. Biblia inasema nia ikiwepo ukubaliwa. Wanasema palipo na nia pana nini? Kama nia haipo, nisikilizeni kwa makini. Nia ni ya muhimu sana katika maisha. Bila nia Mungu asingemtoa mwanawe Yesu kwa ajili yetu. Bila nia Yesu asingejitoa kwa ajili yetu. Kama umetoa kwa nia ya upendo, hauwezi kujadili umetekeleza wajibu wako. Yohana 15:13, hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Kimsingi hatukuwa marafiki, tulikuwa maadui kabisa kwa ajili ya dhambi zetu, lakini Mungu alimtoa mwanawe Yesu. Yesu mwenyewe akajitoa kwa ajili yetu. Sema akajitoa kwa ajili yetu. Furahia kujitoa. Kuna ndugu zetu wachache wameenda kwenye mkutano wa Injili huko. Kilichonifanya, nilikuwa na wakati mgumu, nilikuwa nimepata kichomi sana wakati naenda nchi ya Rwanda, lakini Mungu alinisaidia kuhubiri kwa upendo wa Mungu, na niliongea kuhusu wema wa Mungu na upendo wa Mungu. Sasa nisomewe neno, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 na 17, mistari miwili nisomewe hiyo. Katika hili tumelifahamu upendo. Pasaka ni Mungu kufunua upendo wake, kufunua moyo wake kwetu. Hata maiki mbili zikitembea, moja ikiwa upande huu, moja ikiwa upande huu, ni sawa. Soma mara moja. Yaani unachelewa muda wote ulioondoka. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 3 mstari wa 16 na 17, mistari miwili. Katika hili
tumelifahamu pendo. Kwa kuwa yeye aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Kwa kuwa yeye Yesu aliutoa uhai wake kwa ajili yetu. Imetupasa na sisi kutoa uhai wetu. Imetupasa hao ndugu. Imetupasa. Mshike jirani yako mkono, mwangalie usoni, mshike mkono, mwambie imetupasa. Mshike mtu, imetupasa na sisi kutoa uhai wetu kwa ajili ya hao ndugu, hao wanaopotea, hao ambao ni walevi. Akivaa suruali toka Januari mpaka Desemba hana muda wa kufua kwa sababu shetani amembana kwenye kona. Sema shetani amembana kwenye kona. Lakini mtu akiwa na riziki ya dunia, mtu akiwa na riziki ya dunia hii, ni chakula au ana nini, ana nguo, akiwa na riziki ya dunia hii, kisha akamwona ndugu yake ni mhitaji. Sema ndugu yako ni mhitaji. Ndugu yako ni mhitaji. Akamzuilia huruma zake. Je, upendo wa Mungu wakaaje ndani yake huyo? Upendo wa Mungu, sema wakaaje ndani yake huyo. Mwambie jirani yako, upendo wa Mungu umekaaje ndani yako? Umekaa kibeni. Watu wanaseng'enyana kwa sababu upendo wa Mungu haujakaa vizuri ndani. Najua katika ndoa, kwani ndoa nyingi zinakunjika, yako mashauri mengi magumu ya ndoa. Ndoa inafungishwa baada ya miezi mitatu, nenda kwenu nitakuonyesha njia ya kwenu. We bila huyo binti, njia ya kwao ulijuaje? Sema njia ya kwao ulijuaje? Kama we ulionyeshwa njia, hujaonyeshwa njia, ni upendo. Upendo wa Mungu umekaaje? Sema angalia upendo wa Mungu umekaaje ndani yako. Watoto wadogo tusipende kwa neno wala kwa ulimi, bali kwa tendo na kweli. Kwa hiyo Mungu hataki tumpende kwa neno, kwa ulimi. Tunalia hapa kanisani, tunaomba, nyumbani hatuombi, tunatukanana mpaka watu wanashangaa, wanasema ala, imekuwaje sasa? Mpaka hapo inatosha. Katika hili tumelifahamu pendo. Tumefahamuje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie bali awe na nini? Lakini kwa Yesu mwenyewe tunaona Yohana 15:13, hatusomi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake, kwa ajili ya ndugu zake. Ni rahisi kujitoa kwa ajili ya rafiki, lakini sio rahisi kujitoa kwa ajili ya adui, hata kumlisha. Wengi wanalaani ile sema wapendeni adui zenu, waombeeni. Lakini saa ya kumwombea adui, kumwambia muombee adui yako, anafikiria, anakuangalia, ni kama umerukwa na akili. Yesu alisema, waimbaji hapa waliimba ni shalom, Baba uwasamehe kwa kuwa. Je, na yule aliyekufanya vibaya umemsamehe? Sasa tusome Wafilipi mlango ule wa 2 mstari wa 5 hadi wa 11, na waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 4 mstari wa 1 hadi 6. Hayo yote nina kitabu hiki kinaeleza umuhimu wa sikukuu hizi, kwa kuwa tuko katika maadhimisho, na ya pili ni sikukuu. Imeandikwa hapa maadhimisho ya sikukuu ya Pasaka. Pasaka ni ukumbusho wa mateso na kufa kwa Yesu msalabani, pale alipojitoa mwenyewe kama dhabihu kwa ajili ya dhambi. Mateso ya Yesu msalabani yalimpelekea kufa kwake na hatimaye kufufuka baada ya siku 3. Yamebeba maana kubwa sana katika maisha yetu sisi tuliookoka. Maana kubwa, shetani hawezi kutuonea.
Karibu kusoma. Filipi mlango wa 2 mstari wa 5 hadi 11. Iweni na nia hiyo. Iweni na nia hiyo hiyo, isibadilike. Iweni na nia ile ile, nia ile ya kwanza, ile ya kumpenda Yesu, kamwe si badilishi. Wengi wamebadilisha. Binti katika uchumba alipoona kijana amekuja hana mali, kiroho aliona ni kama anatoka kwa Mungu, lakini alipokuja tajiri, ghafla binti alibadilika. Sio wewe, usistuke. Ambayo pia ilikuwamo ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, alikuwa sawa na Mungu, alikuwa nafsi ya pili ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawa. Hakuona kule sawa na Mungu. Sema kule sawa na Mungu. Ni kitu cha kushikamana. Ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Ndio, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Sema hana utukufu. Hana utukufu. Hebu tusimame dakika chache. Uliacha enzi yako na mamlaka yako mbinguni, ukaja kutukomboa, wastahili. Hitu uliacha enzi yako. Mwambie jirani yako, umekubali kuacha enzi. Saa hii tuko ibadani, wengine wanakaanga. Yesu aliacha enzi na utukufu. Wapi? Mbinguni. Akaja wapi? Duniani. Kwetu sisi tulio wachafu, hatustahili. Kwa nini kazi ya Mungu haiendi mbele? Acha enzi yako. Kiini cha Zakayo, naomba uketi, kumfuata Yesu. Aliacha enzi na utukufu wake wa kuwa tajiri. Sema akapanda juu ya huyu. Akitamani kumwona Yesu ni mtu wa namna gani? Sasa tajiri, wewe umewahi kuona kule kwenu tajiri anaweza kupanda juu ya mti? Wezi wa Tanzania. Tajiri anapanda juu ya sana kama ana rufu ya gari yake anapanda. Yesu hakuugua ili afe. Alikubali kufa. Alikuwa wa afya njema, hakuwa hata na mafua yoyote. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Tuko kwenye maadhimisho, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Sio kidogo, sema mno. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Piga goti, sema kila goti lipigwe. Kila goti lipigwe. La vitu vya wapi? La vitu vya mbinguni. Vitu vya mbinguni na vya wapi? Na vya duniani. Na vya duniani ni humu tunakoishi, na vya wapi? Na vya chini. Na vya chini ya nchi. Chini ya nchi, huko chini ya nchi kuna maji. Na kila ulimi, shika kinywa chako, kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Sema kwa utukufu wa Mungu Baba. Kanisa lote tusimame, tuseme Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Sema mara ya pili, sema mara ya tatu. Sema Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Shangilieni Bwana kwa makofi mengi. Ukisha sema hivyo, matatizo yote yanaisha. Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Naomba uketi chini. Anakuja kijana, anakudanganya, unamwambia unasemaje? Kwangu mimi Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Anachanganyikiwa. Sema anachanganyikiwa. Alafu wengine
Mwangalia, wanasema leo umegusa moto, leo cha moto. Sema cha moto utakiona. Wilaya ya Kiteto kule Kibaya, dada mmoja alikuwepo nesi, anasumbuliwa na vijana kwa sema nya. Nyie mnaongea maneno gani haya? Hawamwelewi. Yule dada alipanga chumba mahali kwa wazazi, akawaambia karibuni nyumbani. Ndio siku hiyo walikoma kwa jina la Yesu. Sema walikoma kwa jina la Yesu. Akafika, walipofika ameandaa chai, akasema wageni wangu karibuni. Tulikuwa kazini. Hebu tuombe. Baba Mungu, nakushukuru, milango iko wazi kwa ajili ya wageni hao walionitembelea. Bariki na kinywaji hiki tunachoenda kushiriki. Akaweka na Biblia mezani. Kawaambia wakati wanakunywa chai, kule kazini ni maneno gani mliokuwa mnaongea? Biblia inasema, huu ni mfano ninatoa. Sema Biblia inasema mkiisha kuwekwa huru na kuwa mbali na dhambi, mnayo faida yenu, ndio kutakaswa. Ni mwisho wake, sema na mwisho wake ni uzima wa milele. Sema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele. Wanaume wawili walishindwa kumaliza kikombe cha chai, waliona moto umewaka. Sema waliona moto umewaka. Waliona moto. Akashindilia. Chai yenye sukari ya kutosha ilikuwa chungu. Sema ilikuwa chungu. Ilikuwa chungu. Wanasema walipata miguu ya kuingia ya kutoka, hata namna ya kunyanyuka wanafanya mahesabu. Kwa hiyo Biblia inasema kila ulimi ukiri ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Yaani nidhamu ilitengenezeka ya hali ya juu. Wakasema yule dada, sema ni moto wa kuotea mbali. Mpe Yesu makofi kwa sababu Mungu wetu ni moto. Yesu wetu ni moto. Vijana wetu wawe moto, wazee wetu wawe moto, wamama wawe moto, watoto wetu wawe moto. Acha masingizio yao, hayana maana yoyote. Wanaweza kukusingizia, wanadamu wanaweza kusema chochote. Soma waraka wa kwanza wa Petro mlango ule wa 4 mstari wa kwanza hadi wa 6. Karibu, inasema nini? Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa 4. Basi kwa kuwa Kristo aliteswa katika mwili. Ndio siku hii ya leo Kristo aliteswa katika mwili wake. Sehemu kubwa ya maisha ya mwanadamu huwa ni mateso. Ninyi nanyi jivikeni silaha. Ninyi nanyi jivikeni silaha ya nia ile ile. Ya nia ile ile. Kubali kuteswa, kubali kutukanwa, kudhalilishwa kwa ajili ya Yesu. Kwa maana yeye aliteswa katika mwili. Yeye aliteswa katika mwili. Ameachana na dhambi. Ameachana na dhambi. Kuokoka ni kuachana na dhambi. Tangu sasa msiendelee kuishi katika tamaa za wanadamu. Tangu sasa, sema tangu sasa. Tangu sasa. Kuna wimbo una tangu siku ile aliponijia, msiendelee kuishi katika tamaa. Kuna mama yuko pale nje, sijui ni kwa sababu ya nilitamani awe ndani. Msiendelee kuishi, sema katika tamaa za wanadamu. Yaani wanadamu wana tamaa. Akipata chipsi ya mayai anataka amen. Kitimoto, sema kitimoto. Kitimoto. Hivi nini kitimoto unafahamu? Hajui. Wanasema kitimoto ni nyama ya nini? Nguruwe. Nyama ya nguruwe. Inaitwa bali katika mapenzi ya Mungu. Bali katika mapenzi ya Mungu. Wakati wenu uliobaki. Kilichompeleka Yesu msalabani ni mapenzi ya Mungu. Amen. Wakati wenu uliobaki, sema wakati wenu uliobaki. Wakati wenu uliobaki wa kukaa hapa duniani. Sasa hivi mafuta yamepanda bei kwa ajili ya vita. Mataifa
yanapopigana kila siku, uchumi unaporomoka, mambo yanakuwa magumu. Kwa kutenda mapenzi ya nini? Ya mataifa. Mapenzi ya mataifa moja, katika ufisadi. Kuenenda katika ufisadi. Hebu tusimame, hebu tembea kidogo. Kuenenda katika ufisadi. Kwa mataifa kuna ufisadi, kwa waliookoka hakuna ufisadi. Tumeukataa kwa jina la Yesu. Alafu kitu cha pili, na tamaa, ulevi na karamu za nini? Za ulafi na vileo. Mtu unaingia kwenye buffet isiyokuhusu. Sema isiyokuhusu. Wanasema hii ni buffet ya wageni, wewe unakuwa wa kwanza kushika namba. Watu wanashika midomo. Na vileo. Na ibada ya sanamu isiyo halali. Sisi hatuwezi kwenda huko. Mambo ambayo wao huona ajabu. Sema huona ajabu. Ya ninyi kutokwenda mbio pamoja nao. Sema hatuwezi kwenda mbio pamoja nao. Katika ufisadi ule ule. Katika ufisadi ule ule usio na kiasi, wakiwatukana. Wanakwambia, au una pesa ya kununua bia, nikununulie. Sio kwamba nimeshindwa kununua, mimi nimeokoka. Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nao watatoa hesabu kwake yeye aliye tayari kuwahukumu walio nini? Walio hai na waliokufa. Yesu aliteswa, kitakacho kusaidia. Maana nia ya mwili ni mauti, nia ya roho ni uzima na kweli. Kwa hiyo katika Pasaka hii, vaa nia ya Yesu. Nia ya Yesu ndio itabadilisha ulimwengu. Pasaka wetu amekwisha kutolewa, yaani Kristo. Ni ukombozi kutoka katika utumwa wa shetani na kuwekwa huru. Kifo cha Yesu msalabani kimetuletea wokovu, kwa maana ya kusamehewa dhambi, kuhesabiwa haki na kutakaswa. Pasaka ni upatanisho kati ya Mungu mwenye haki na mtakatifu na mwanadamu mwenye dhambi. Pasaka sio huzuni kwa waliookoka, kwa waliomwamini Yesu ni nguvu ya ushindi kabisa, kwa sababu hayuko kaburini, amekwisha kufufuka. Kwa hiyo tuone kiini cha mateso yake. Nataka sasa tuende kumwomba Mungu, na tunapoenda kumwomba Mungu, mambo yaliyotukia wakati umesimama katika sikukuu ya Pasaka. Sema katika sikukuu ya Pasaka, mambo ambayo yametukia. Kitu cha kwanza kabisa, sema ni kujitoa kwa Yesu kikamilifu. Na kukamilisha kazi ya ukombozi. Lakini kitu cha pili, sema kwa sauti yako, sema ni kusalitiwa na Yuda Iskariote. Tuondoe roho ya usaliti. Yuda aliongoza usaliti. Leo kuna watu wanaisaliti kanisa. Wasaliti wa kanisa hawako nje ya kanisa, wako ndani ya kanisa. Wanakuwa sababu ya watu wengine kuokoka. Jambo jingine ni kukamatwa kwa Yesu. Sema kukamatwa kwa Yesu. Na askari wa Kirumi walienda kama wanayemkamata mnyang'anyi. Akasema, mmekuja kumkamata mnyang'anyi, mbona sina shida, sina rungu, sina fimbo. Walikuwa na hasira mbaya. Jambo jingine ilikuwa ni kuteswa sana kwa ajili ya makosa na dhambi. Sema makosa na dhambi. Kutukanwa, kudhihakiwa, kuvalishwa taji ya miiba pamoja na dhihaka nyingi, na kumpiga kichwa, kumfunga macho, kumwambia tabiri nani amekupiga. Wapendwa, inaumiza. Sema inaumiza. Kufa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Akasema yote yamekwisha.